Jambo jema ni sehemu ya 4 msikilizaji, tumekutana hapa kuendelea kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kwenye hii simulizi ya Kadar. Na tumeona ya kwamba James ni kama ameingia choo cha kike, japo amesababisha majanga, lakini sasa ndo hivyo. Kwa hiyo alishtuka sana na haraka alishuka kwenye gari, akakimbilia ndani ili amwai Deo kabla hajazima amuulize hati ameweka wapi. Maana alikagua akakutana na mavyeti tu ya kuzaliwa na nini, mavyeti ya shule hivyo. Lakini mimi na wewe tunafahamu ya kwamba tunajua Deo alimpatia nani hizo hati. Kwa hiyo tunaendelea mbele msikilizaji, na kushukuru sana kwa uwepo wako sehemu ya 4. Mungu akubariki sana na kujalia afya njema. Tunasonga mbele. Mle ndani Deo kwa shida sana alijitahidi kuvuta simu yake iliyokuwa mezani akaipata. Alipiga namba rafiki yake mmoja ila haikupokelewa. Iliyokuwa chini yake namba ya Sudes. Basi akaipiga namba ya Sudes na ikapokelewa. Basi akajitahidi pale akasema kwamba hello Sudes. Basi Sudes akasema kwamba kocha kuna nini, mbona ongea hivyo? Ndio akasema kwamba hiyo hazina hakikisha inamfikia Tendo. Kabla hajamalizia kuongea aliishiwa nguvu na akashindwa hata kuongea. Kwenye simu alisikika Sudes akiita tu hello kocha. Lakini hakujibiwa kitu na simu ikabaki hewani. Sasa aliingia James humo ndani bila kujua kama simu ipo hewani. Sasa James akaanza kuongea kwa nguvu akasema kwamba wewe mjinga, umenipa mavyeti yako kuzaliwa badala ya hati za nyumba, eh? Aya, sema hati zangu ziko wapi? Sema la sivyo nitakunyonga nikuue kama nilivyomuua kakaangu Frank. Na huyo mpenzi wako Natasha nitamvuruga. Sema haraka sana, mweko wapi? Unajua stani? Basi Deo wakati huo alikuwa na hali mbaya sana. Damu nyingi zilimtoka hadi akaishiwa nguvu kabisa. Alianza kuhema kwa shida. Deo James anasema kwamba mjinga, sema hati zipo wapi? James aliuliza kwa ukali sana. Deo alimtazama tu James huku akivuta pumzi za mwisho na hatimaye alipoteza maisha. James alimuinamia Deo pale chini, akaanza kumwamsha akamwambia kwamba wewe amka bwana, niambie mali umeziweka wapi, usife kwanza, amka. Alipiga sana kelele James kwa hasira, lakini hakusaidia chochote tena. Sasa alipogundua kuwa Deo ameshazima, James aliinuka pale chini akajisemea kuwa kama Natasha alimpa huyu document, basi zitakuwa humu ndani, natakiwa kutafuta kila kona ya hii nyumba. Basi akaanza msako. Nyumbani kwa kina Sudes. Sudes alikuwa bado na simu sikioni, huku sasa anatetemeka maana alisikiliza kile kilichozungumzwa kule kwa Deo sababu simu ilikuwa hewani bado. Akajua kuna kitu hakiko sawa. Sudes alitoka usiku huo bila hata kumwaga mama yake, akaenda kwa Deo. Alipofika alikuta nje kuna gari na milango ya kuingilia ndani ipo wazi. Sudes aliogopa sana, akiuliza kwamba kocha kavamiwa au vipi? Na ile gari la nani? Basi mara Sudes alimuona mtu anatoka kwenye hiyo nyumba na kuingia kwenye gari. Sudes hakumfahamu vizuri huyo mtu, ila alikuwa ndio James anaondoka hapo. Sasa baada ile gari kuondoka, Sudes aliingia ndani huko anaita kwamba kocha. Kimya. Akaamua kumpigia simu Deo, akasikia simu inaitia chumbani lakini hapokelewi. Sasa Sudes taratibu aliingia chumbani, ndipo alimkuta Deo akiwa kalala huku macho yamekodoa juu tu. Damu nyingi zilikuwa zinamtoka kutokana na risasi aliyopigwa. Sudes alishtuka sana. Kwa sauti kali sana huko analia alimuita kocha wake. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni usiku, watu wameshalala, ilikuwa ni ngumu sana majirani kusikia. Sudes alilia sana. Ndipo akakumbuka alipokuwa nje alimuona mwanaume mmoja anatoka humo ndani, na mazingira humo ndani yalionekana hovyo sana, kama kuna mtu alikuwa anatafuta kitu. Sudes alijua tu itakuwa ni yule mwanaume aliyemuona anatoka hapo ndio kamuua Deo. Basi Sudes alimsogelea Deo pale chini, akataka kumgusa ili amfumbishe walau yale macho yake yafumbe, lakini alishtuka baada ya kukumbuka kuwa hatakiwi kumgusa, maana ataacha ushahidi wa alama zake. Sudes alipata wazo la kuwapigia polisi na kuwataarifu kilichotokea. Sasa hadi kufikia asubuhi watu walijaa hapo nje ya nyumba ya Deo. Polisi walifika wakafanya uchunguzi wao awali, kisha wakatoka na mwili kwa ajili ya kwenda kufanyia uchunguzi hospitalini. Sudes naye alichukuliwa na polisi kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo. Walipokuwa njiani, Sudes alimpigia simu mama yake, akamjulisha kuwa
anaelekea polisi ili asiwe na wasiwasi. Hasa Mama Sudes kusikia hivyo, moyo ulimripuka kama mzazi. Akamwambia mwanae kuwa anakuja huko. Basi upande wa polisi, yule dada wa kazi wa kule kwa kina James alidamkia polisi. Alipofika alisema kuwa nimekuja kumripoti James kwa kumuua mke wake Natasha. Polisi walimuuliza kwamba una ushahidi gani binti? Binti akasema kwamba nilimwona kwa macho yangu wakati anamkaba shingoni na pia hakutaka watu wajue hivyo, akamzika haraka hapo jana. Sasa wakati inspector yupo anaandika maelezo ya huyo dada wa kazi, ndipo akaingia polisi wengine huku akiwa wameambatana na Sudes. Polisi mmoja alipofika kwa inspector alisema ya kwamba inspector, kuna mauaji yamefanyika usiku wa leo. Bwana Deo amekutwa ameuawa kwa risasi nyumbani kwake. Huyu hapa. Basi polisi waliweka picha ya Deo mezani. Yule dada wa kazi alipoona ile picha hapo mezani alishtuka sana, sababu anamjua Deo vizuri sana. Alishangaa akasema kwamba huyu naye kafa. Inspector alimuuliza huyo binti, je, anamjua Deo? Binti akasema kwamba ndio, tulikuwa naye jana kanisani kwenye msiba wa dada Natasha. Inspector akasema kwamba okay, huyo Deo alikuwa na uhusiano gani na huyo Natasha hadi akaja huko? Binti akasema huyo Deo ni shemeji wa kaka James, lakini pia nahisi kuna kitu kilikuwa kinaendelea kati yake na dada Natasha. Inspector akauliza kitu gani hicho? Basi bwana, binti wa kazi baada ya yeye kuulizwa hivyo, ndipo alikumbuka kuna siku alikuwa na deki koridoni. Alipofika sawa chumba cha Natasha, alimsikia Natasha anaongea na simu huku akitaja jina la Deo kama vile walikuwa na uhusiano. Binti wa kazi alisimulia pale, alielezea kila kitu nini. Polisi walitazamana tu huku wanaunganisha doti. Asa inspector akasema ya kwamba huenda James aligundua huo uhusiano wao mkewe na huyo Deo, ndio maana kawaua wote. Kaambia pale ni kweli inspector, kesi imekuwa rahisi kwa msaada huyu binti wa kazi kwa kutupatia maelezo yake. Basi polisi alimgeukia tena huyo binti. Akamuuliza kwamba jana usiku James alitoka? Binti akasema ndio, nilimsikia anafungua milango akatoka na akarudi alfajiri ya leo. Basi Sudes naye aliongezea kusema kuwa mimi nilipofika kwa Deo usiku nilipishana na huyo muuaji akiwa ndio anatoka, nilichokalili tu ni alikuwa na range nyeupe. Sasa dada wa kazi kusikia hivyo alisema ya kwamba ndio yeye kaka James ana gari nyeupe, sijui kama ndio lenyewe au nini sielewi. Basi kesi kazidi kuwa rahisi kwa ushahidi huo. Inspector alisema kwamba kutokana na maelezo haya James ni mtuhumiwa wa mauaji. Sasa tutaongozana wote nyumbani kwake kuweza kumkamata James. Basi yule dada wa kazi aliposikia hivyo aliogopa. Akahisi kama James atajua kuwa kaja kumshtaki anaweza kumuua. Basi binti huyu alitoka zake nje ili atafute upenyo wa kutoroka hapo polisi. Sudes alikaa kwenye benchi akaanza kukumbuka maneno ya mwisho aliyoambiwa na Deo siku ile aliyokuwa anamkabidhi zile hati, na hata jana usiku alipompigia simu alimsisitiza kuwa amtafute Tendwa ampe hiyo bahasha. Sudes aliona wa kumsaidia hapa ni huyu binti wa kazi. Basi alimfuata dada wa kazi kule nje akamwambia kwamba samahani dada, unaweza kunisaidia kitu, maana umeishi nao hawa watu muda mrefu. Je, naweza kumpata Tendwa? Binti akasema Tendwa yupo hospitali anaumwa, ila sijui ni hospitali gani, ila naweza kukupa namba yake ya simu. Sudes akasema okay, nisaidie. Basi Sudes akapewa namba za Tendwa, kisha huyo binti aliondoka zake. Polisi walipotoka nje walimkuta Sudes peke yake. Wakamuuliza binti upo wapi tuondoke naye? Sudes akasema ameondoka zake, akasema anarudi kijini kwao. Polisi akasema yeye ndio shahidi mkuu wa hii kesi, sasa itakuwaje tena sasa anaondoka? Inspector mwingine akamjibu mwenzie kuwa usijali, kama kweli James kamuua Natasha basi mwili utafukuliwa na utapimwa alama za vidole, hivyo tutakuwa ushahidi tosha. Sasa wakati polisi wanajiandaa kuondoka, Mama Sudes naye alifika huku akiwa hai tu. Alipofika alimuuliza mwanae, upo sawa babangu? Sudes akasema mama, nipo sawa kabisa, afu kwa nini umekuja? Mama akasema wewe ningewezaje kukaa wakati ulisema uko polisi? Sudes akasema nilikuja tu kutoa maelezo, sina kesi mama. Mama akasema haya tuondoke sasa, sitaki ujihusishe kabisa na haya mambo mwanangu, tuondoke. Basi inspector alimwambia Sudes kuwa usijali, unaweza kuondoka, kama tutakuhitaji basi utapigiwa simu. Sudes akasema sawa, ila uchunguzi wenu ukikamilika mtaniambia tuendelee na ratiba zingine kwa kocha wangu. Inspector akasema sawa kijana. Basi Sudes alimshika mwanae mkono akaondoka.
Polisi nao walipanda gari yao wakaelekea nyumbani kwa James kwani walishapewa location na dada wa kazi. Sasa James aliamka huku akiwa na hasira sana sababu kamwaga damu za watu wawili lakini bado hajapata hati zake. James alikumbuka ile siku aliyomuua kaka yake Frank kwenye gari. Kisha akajisemea kwamba toka siku ile, yani kila kitu kilikuwa changu, sasa imekwaje hadi nimepoteza? Vitakuwa wapi sasa? Nyaraka zipo kwa mtu au vimewekwa sehemu na marehemu? Basi James alijiuliza maswali mengi bila kupata majibu. Simu ya mezani ya huyu ya umo chumbani iliita. James akajua huyu anayepiga kama sio dada wa kazi basi ni mlinzi. Hakupokea. Baada ya dakika 5 alikuja kugongewa mlango wa chumbani. James kwa hasira ajibu ya kwamba sitaki chai jamani, usinisumbue binti. Akamwambia kwamba samani bosi, mimi ni mlinzi, nimekupigia simu hujapokea, nje kuna ugeni wako. Sasa James kusikia kuna ugeni, alienda kufungua mlango haraka. Akamuuliza mlinzi ya kwamba ni mgeni gani huyo. Kabla mlinzi hajajibu ile swali, walitokea polisi wawili huku akisema kwamba upo chini ya ulinzi James. James alishtuka sana, akauliza kwamba kwa kosa gani sasa? Akaambiwa ila kumuua Natasha juzi pamoja na Deo usiku wa kuamkia leo. James alishtuka maana hakujua hapo polisi wamejuaje mapema yote hivyo. Akasema kwamba sasa subiri basi nimpigie mwanasheria wangu. Polisi akasema utampigia mbele ya safari kijana. Basi polisi walimchukua James kinguvu. Sasa upande wa Tabora, msikilizaji, ilikuwa ni mida asubuhi. Kathy alikuwa na binti yake wanakunywa chai. Kathy alichukua simu yake akawa anampigia Tendwa ila simu haikupatikana. Alijiuliza kwamba umepatwa na nini Tendwa? Mbona sikupati tokea uondoke? Basi Karen anajibu ya kwamba mama huenda kabadilisha mawazo yake ya kuturudishia mali zetu. Kathy akasema mwanangu usiseme hivyo, labda kuna kitu kimempata. Karen akasema mama, ni mwezi mmoja umepita hapatikani kwenye simu. Huenda alitupatia tu matumaini kuwa miezi miwili tu tutarudi da. Kama angepata tatizo tungesikia. Huyo mimi naona tu kama ametudanganya mama. Wewe kubali tu hilo. Kathy aliumizwa sana na manuniko ya binti yake. Basi alimtia moyo mwanae, akamwambia wawe wavumilivu tu, anti yake Tendwa anajua anachokifanya huko. Karen akasema sawa. Hawa hawajui kama Tendwa huko aliko anaugua kwa muda wote huo. Hasa upande wa Dar es Salaam, James alifikishwa polisi na kesi ikaanza. Mwanasheria wake alijitahidi kumtafutia dhamana ili amtoe lakini hakufanikiwa maana kesi yake ilikuwa ni nzito. Baada ya polisi kutaka ushahidi, ililazimika mwili wa Natasha ufukuliwe na vipimo vifanyike. Baada ya vipimo kubainika kuwa ni kweli Natasha alikabwa shingoni na mumewe huyo James maana alikuwa na alama za vidole shingoni. Hivyo rasmi James akakutwa na hatia kuua watu wawili, Natasha na Deo. Baada ya uchunguzi kukamilika, familia ya Deo ilikabidhiwa mwili wa mpendwa wao ili waendelee na taratibu zingine. Sasa Sudes na wenzie ambao walikuwa wote kambini kule Tabora waliungana na familia ya Deo kushiriki maziko ya kocha wao huyo. Ilikuwa ni huzuni kubwa sana kwa Sudes sababu yeye ndio mtu wa mwisho aliyeongea na Deo siku ile na akamsisitiza amtafute Tendwa ampe hiyo hazina. And of course inauma sana kufahamu kwamba wewe ndio ulikuwa ni mtu wa mwisho kuzungumza na marehemu. So baada ya msiba kuisha, Sudes alianza kumtafuta Tendwa kwenye simu kwa ile namba aliyopewa na dada wa kazi kule polisi, ila kila alipopiga aliambiwa namba haipatikani. Sasa bwana, upande wa hospitali, Tendwa alikaa mwezi mzima mwingine hospitalini kumsubiri Deo aje kumlipia bili na kumkomboa, ila wapi, kimya. Alipompigia kaka yake pia naye hakupatikana pia. Bili ya hospitali ilizidi kuongezeka tu. Tendwa ndipo alimkumbuka rafiki yake mmoja hivi, alimkumbuka kumpigia rafiki yake mmoja hivi aliyesomaga naye ambaye ana namba zake kichwani. Alienda kwa daktari akazima simu kisha akampigia huyo rafiki yake. Basi akaambia kwamba hello Magi, mimi Tendwa. Magi akasema kwamba Tendwa, wewe mbona unatafutwa sana upatikani na ujulikani hata ulipo? Tendwa akasema nipo hospitali hapa, naomba uniazime hata $2,000,000. Uje uniazimie $2,000,000 uje unilipie hizi bili nitoke hapa kisha mimi nitakulipa. Uwezi amini Magi, kakaangu simpati na mchumba wangu Deo pia simpati. Magi akasema kwamba mchumba yani mchumba huyu yani ni Deo au mwingine? Deo tumemzika wiki iliyopita jamani. Na ndio maana mimi nikashangaa sikukuona msibani, au bado umechanganyikiwa rafiki yangu? Tendwa alishtuka aliposikia Deo kazikwa wiki iliyopita. Alishiwa nguvu hata ya kuongea.
Baada ya lisali moja kupita, Mage alifika hapo hospitalini na hizo pesa akalipia, kisha akaondoka na Tendwa wakarudi nyumbani kule alipokuwa anaishi na Deo. Muda wote toka wanatoka hospitalini hadi kufika nyumbani, Tendwa alikuwa analia tu. Aliuliza kwamba Deo wangu alikutwa na nini jamani Mage? Mage akasema kwamba inasemekana kaka yako ndio kamuua, na hivi ninavyokuambia James anasubiri tarehe ya kupandishwa mahakamani huko. Tendwa alishtuka sana, akasema nini? Yaani kaka ndio kamuua Deo? Mage akasema ndio, na sio Deo tu, nasikia pia ndio aliyehusika kumuua mke wake. Tendwa alishtuka sana, akasema na Natasha pia? Akaambiwa ndio. Tendwa alikumbuka mara ya mwisho kabla hajaumwa alimfumania Deo na Natasha kwenye simu. Sasa akapata jibu, inawezekana kaka alijua usaliti waliofanya ndio kawaua. Jamani kaka yangu ataishia jela jamani, nimebaki peke yangu. Mage akasema usilie Tendwa, angalia mbele, hayo yameshatokea. Tendwa akasema nitaanzia wapi Mage? Mage akasema kwa sasa hapa unatakiwa kurudisha hii nyumba mliopanga, rudi kule kwenye nyumba yenu maana haina mtu. Kisha sasa usubirie siku ya mahakamani ifike, twende tukajue mahakama itamua nini kwa kaka yako. Tendwa akasema sawa Mage, asante sana, umenisaidia na nitajitahidi nikulipe pesa zako haraka sana. Mage akasema usijali Tendwa. Basi Tendwa aliingia ndani akaanza kupanga vitu vyake. Alipofungua draw alikuta simu yake ambayo ilihifadhiwa hapo na Deo kipindi yeye yupo hospitalini. Basi alichukua akajaribu kuiwasha ila haikuwaka maana haikuwa na chaji. Aliona sio shida, ataichaji hata akifika huko. Sasa siku ya mahakamani kafika. James alipandishwa kizimbani kwa ajili ya kusomewa hukumu yake. Hakimu alisema kutokana na uchunguzi uliofanyika, James amekutwa na hatia ya kumuua kaka yake Frankie, na hili amekiri yeye mwenyewe. Mwingine ni mke wake Natasha pamoja na Deo, hivyo anahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Tendwa alishtuka sana aliposikia hukumu hiyo. Licha ya makosa ya kaka yake, ila aliumia sana kuona anaenda kumpoteza na yeye. Wakati James anashushwa kizimbani, Tendwa alimkimbilia kaka yake akamkumbatia huko analia sana. Tendwa akasema kwamba kaka, una sasa ulipoishia kaka. James alimwambia mdogo wake kuwa sina muda tena, hivyo jifunze kupitia mikaka yako, kila kitu kipo chini yako sasa, kwa heri Tendwa. Ndilo neno la mwisho aliloongea James, na kisha huyo alipelekwa kunyongwa huku analia na kujutia mwisho wake. Tendwa alikuja kuinuliwa na rafiki yake yule Mage, akamsaidia kumrudisha nyumbani. So baada ya wiki moja, Tendwa alimaliza kuomboleza msiba wa kaka yake kwa kumfanyia misa na vitu vingine. Kifo cha kaka yake na mpenzi wake Deo kilimfanya Tendwa asitamani tena kukaa nchini, sababu alijiona kama kabaki dunia peke yake. Aliona ni bora ajifanyie mpango wa kwenda nje ya nchi kujiendeleza zaidi na elimu yake ya mitindo. Lakini kabla hajaondoka aliwakumbuka kina Kathe, akafikiria kwenda mkoani kuwachukua aje kuwakabidhi mali zao kwanza. Hasa kwa kina Sudes, siku hiyo Sudes bwana alikuwa amekaa chumbani kwake huku akiwa anasoma zile documents za mali alizoachiwa na Deo. Mamake alikuja akamuuliza kwamba Sudes, hizo ni karatasi za nini? Sudes alimwambia mama yake kila kitu kuhusu zile nyaraka. Mama Sudes kwanza alishangaa akasema kwamba wewe mtoto wewe, unakaa na hivi vitu vya watu mwezi mzima? Tena mwezi mzima na zaidi ndani bila hata ya kuniambia? Haya una mpango gani na hivyo vitu? Mama, kuna mtu niliambiwa ni mkabidhi, ila sasa simjui ni nani. Nimemtafuta sana kwenye simu lakini hapatikani. Na leo umempigia? Mama, sijampigia, yani sijampigia siku nyingi maana nimeshachoka, nimeshamtafuta sana. Wewe hebu jaribu tena, na usipompata tuzipeleke hizo karatasi polisi, ili wawatafute wenyewe. Uweze kukaa na mali za watu bila wenyewe kujua zipo wapi. Labda na wao huko walipo wanazitafuta. Mama, hapatikani nikimpigia. Ngoja saone. Basi Sudes kwa unyonge alinua simu akaipiga namba ya Tendwa. Cha ajabu alipopiga tu alisikia simu ya Tendwa leo inaita. Akasema, mama, hiyo inaita mama, inaita leo." Mama akasema, "Asante Mungu, haya, si nilikwambia?" Basi simu ikapokelewa na Tendwa. Tendwa akasema kwamba, "Halo, nani mwenzangu?" Sudes akasema kwamba, "Samahani, unaongea na Sudes, mimi ni kijana wa karibu sana na marehemu Deo. Bila shaka naongea na Tendwa." Tendwa akasema, "Ndio mimi." Sudes akasema kwamba, "Okay, samahani, ila kuna mzigo wa nyaraka za mali Deo alinipatia na alinisi sana nikukabidhi wewe." Basi Tendwa alishtuka sana akasema kwamba, "Kumbe unazo, nimezitafuta sana ili ni wakabidhi wenyewe. Kwa leo nipo mkoani Tabora, nimekuja kuwachukua ndugu zangu, ila
tunarudi Dar na ndege ya kesho asubuhi. Sasa jioni njoo nyumbani, nitakutumia location. Sudes akasema sawa, ila samani, naomba kuuliza hao unaowachukua huko ni Karen na mama yake, ama nimuulize tu sababu kocha aliwahi kuniambia kwamba wewe una undugu na Karen. Tendo akasema ndio, kumbe unawajua? Sudes akasema ya, mimi ndo yule niliyeandika ile barua kwenda Mirembe. Nafurahi sana kusikia wanarudi kwenye nyumba yao. Tendo akasema wewe kijana, mama yake Karen alikuwa anakutafuta sana, akupe japo shukrani. Basi kesho tutakutana. Sudes akasema sawa. Basi Tendo akamwambia kwamba afu njoo na mzazi wako tufahamiane, maana ana mtoto mwema sana. Sudes akasema sawa. Sudes alipomaliza kuongea na simu alianza kurukaruka. Kilichomfurahisha sio kukutana na Tendo, no, bali ni kukutana na Karen, mwanamke aliyetoka kumpenda toka siku aliyomwona. Sudes alimwambia mama yake kuwa tumealikwa chakula cha jioni, twende wote. Mama akasema hapana, wewe nenda tu, utaambia mimi na udhuru kidogo. Sudes akasema sawa. Mama akasema ila usisahau kesho kutwa safari ya kurudi shule kuanzia kidato cha 5. Hivyo usichelewe kurudi huko kesho ili upange vitu vyako. Sudes akasema sawa mama. Basi kesho yake ilikuwa ni mida ya asubuhi. Kuelekea mchana hivi, Kathy, Karen na Tendo waliwasili Dar kwa ndege kutokea mkoani Tabora. Kathy alishindwa kuzuia machozi sababu alikumbuka ile siku aliondoka kwenye jiji la Dar, yeye na mwanae wakiwa hawana chochote, na hatimaye leo wamerudi tena. Walienda kupanda gari wakaelekea nyumbani. Sasa alipofika aliteremka kwenye gari na Kathy aliitazama hiyo nyumba huku chozi likimdondoka tena. Alimkumbuka sana mumewe Frank ambaye ndio walijenga nyumba hiyo wakiwa wote. Basi kwa huzuni aliita tu mume wangu huku analia Kathy. Kwa upande wa Karen naye alilia baada ya kupaona nyumbani kwao tena. Naye alikumbuka mara ya mwisho alipoondoka hapo nyumbani kwao akiwa mzima ni ile siku ambayo baba yake Frank alimpigia simu dada wa kazi akamwambia mpeleke Karen hotelini walipokuwa wao ili kupata dina. Ila kwa bahati mbaya walipokuwa njiani ndipo walipata ile ajali mbaya sana. Dereva na dada wa kazi walikufa, aliyepona ni yeye tu, ila ndio hivyo kabaki na ulemavu wa miguu. Hasa Karen alikumbuka pia kipindi alipokuwa na miguu yake alicheza hapo nyumbani kwao vile alivyotaka tena akiwa na baba yake, ila leo hii anarudi akiwa yupo kwenye wheelchair na baba hayupo. Tendo alipoona wifi yake analia alimwambia kwamba najua sio rahisi kusahau mliopitia, ila naomba msamaha kwa niaba ya mama na kakaangu pia. Kathy akasema usijali Tendo, haya tuingieni ndani tuweke vitu kisha nataka kwenda kuliona kaburi la Frankie, maana twende ndani. Basi Tendo akasema sawa wifi, mimi nitabaki na Karen, ngoja niwapigie simu niwapigie simu dereva wako arudi kazini maana wenyewe wamesharudi. Kathy akasema sawa wifi, tafuta na dada wa kazi pia kwa ajili ya Karen. Akasema sawa. Basi waliingia ndani, Kathy akajiandaa kisha alienda kuzuru huko alipozikwa Frankie. Mida jioni Sudes alifika hapo nyumbani kwa kina Karen kama alivyoelekezwa, akakaribishwa na Tendo hadi sebuleni. Alimkuta Karen akiwa amekaa kwenye kiti chake huku anatizama movie tu. Karen alipomwona Sudes alimkumbuka ni nani. Alifurahia na kumnyoshia mikono ili wakumbatiane. Sudes alienda kumkumbatia Karen kwa furaha sana. Kisha akasema nafurahi kukuona hapa Karen. Karen mwenyewe akasema nashukuru sana Sudes, nisingeweza bila ya wewe, huenda hata mama yangu asingejua nilipo bila barua yako. Usijali, tumshukuru Mungu. Karibu sana Sudes. Basi wakati huo aliingia Kathy kutokea huko alikokuwa kaenda. Alipofika hapo sebuleni, Tendo alimtambulisha kuwa huyu ndio Sudes, kijana aliandika ile barua ulipokuwa Mirembe. Kathy alimtazama Sudes kwa jicho la kumfananisha. Alisi kama kashawahi kumuona sehemu ila hakukumbuka ni wapi. Kathy alimwambia kwamba karibu kijana wangu, asante sana kwa kunikutanisha na binti yangu. Bila ile barua yako sijui mwanangu angekuwa wapi sasa hivi. Usijali mama, hata ungekuwa wewe na mimi ungenisaidia mimi kama ndio ningekuwa kwenye shida. Basi Kathy alimsogelea Sudes, akamshika begani, alimtazama kwa muda kidogo kisha akasema kwamba natamani nikupe pesa lakini ulichofanya ni kikubwa na kamwe hakilingani na thamani ya pesa mwanangu. Jua tu una deni kwenye maisha yangu Sudes. Sudes akasema mama useme hivyo. Mama akasema kwamba amini hivyo Sudes, hii milango ya nyumba ipo wazi kwako muda wote na saa yote, ukihitaji chochote usite kuniambia. Sudes akasema asante sana mama Karen. Basi Sudes alikabidhi nyaraka kwa Tendo. Tendo alizipokea zile nyaraka alizokuja nazo Sudes na akampatia Kathy. Akasema kwamba hizi ni hati za nyumba zenu, ofisi yenu, mashamba yenu, biashara na magari yenu.
kama nilivyokusimulia kule mkoani kuwa nilipanga mimi na mchumba wangu tukurudishie hii hazina, Deo alifanikiwa kuzipata kipindi ambacho mimi nipo hospitali. Ndipo alimpa huyo kijana wake aliyemwamini ili azitunze. Nikishapona tukukabidhi wewe. Kwa bahati mbaya mwenzangu alikufa kabla hatujaukabidhi wewe. Kwa hiyo pokea wifi. Basi Kathy alipokea zile nyaraka, akazitoa na kuzisoma. Zilikuwa zipo sawa kabisa kama alivyoziacha. Kathy alisema ya kwamba asanteni sana. Basi walikumbatiana na Tendwa, kisha Kathy alienda kuzipeleka ndani zile documents. Tendwa akaenda kuandaa chakula mezani ili wale na Sudes. Wakati huo Karen alimwambia Sudes ya kwamba unaweza kunisukuma kiti changu toke nje ni kuonyesha mazingira kidogo. Sudes alisema sawa. Basi alimsukumiza binti na kiti chake hadi walipotoka nje. Walizunguka kaenda nyuma ya nyumba ambapo kuna swimming pool ndogo. Walipofika hapo Karen alimwambia Sudes wakae hapo, na Sudes alishangaa sana uzuri wa hilo jumba. Hakuishia kuisifia tu. Karen alimwambia kwamba Sudes achana na hayo, sababu kwa maisha niliyopitia sioni sababu ya kufurahia utajiri. Nimegundua maskini wanateseka sana. Ni kweli kabisa. Sudes, na nyie kwenu ni maskini au matajiri? Tupo katikati, sio matajiri wala sio maskini. Unaweza sio na utajiri wa pesa ila umebarikiwa utajiri wa roho Sudes. Kipekee naomba nikushukuru kwa kila kitu ulichonifanyia. Kwa hiyo niseme tu kwamba una deni kubwa sana kwangu Sudes. Karen, ina maana hadi unasema hivyo? Siku ile mimi niliokukuta pale barabarani nilikuahidi nitakusaidia na nimefanya hivyo. Hebu niambie kwanza, yule mwanaume alikamatwa? Ndio, boss alikamatwa na yupo jela anatumikia kifungo chake. Wow, vizuri sana. Sudes, unaishi karibu na hapa? Ndio, sio mbali sana ila lazima upande gari. Lakini natumai tutaonana mara kwa mara, kwa hiyo niahidi kama utakuwa unakuja kuniona. Mimi naenda shuleni mkoani Tanga kuanza kidato cha 5 ila na kuahidi likizo nitakuwa nakutembelea. Hongera kwa kuwa msomi. Unataka kuja kwa nani? Nataka kuwa mcheza mpira maarufu sana, japo sipati support kutoka kwa mama yangu. Wazazi wetu wanapenda sana kutuchagulia vitu bila kujua nini tunapenda. Hata mimi nilitaka nije kuwa mchoraji mkubwa ila babangu alikataa, akasema lazima nije kuwa daktari. Ila kwa bahati mbaya mimi sijiweza kusoma tena, hivyo mimi siwezi kuwa yote yule. Kwa nini unasema hivyo huwezi kuwa yote Karen? Muda unao kurudi shuleni. Lakini mimi ni mlemavu, sina miguu. Ni nani ataniajiri hata nikisoma? Karen, kwani miguu ndio inachora? Au ndio inasoma? Usikate tamaa bwana, pigania ndoto zako. Alafu kingine, wewe sio mlemavu. Upo kama watu wengine, sawa? Sawa Sudes, kama unaona hivyo sawa. Mimi nakutakia kila heri tu kwenye masomo yako. Asante sana Karen. Basi Tendwa alikuja nje kuwaita kina Karen ili wakapate chakula cha pamoja ndani, maana kipo tayari. Sudes alimsukuma Karen na kiti chake wakaingia ndani. Walikula, walipomaliza na Sudes aliaga. Kathy alimwambia Tendwa ampatie milioni 1 Sudes. Lakini Sudes alikataa kupokea, akasema kwamba naomba msinilipe kwa chochote. Kathy alimwambia sikulipi mwanangu, bali nakupa kama zawadi kwa kufaulu kwenda kidato cha 5 na pia kusaidia kununua mahitaji ya shule. Wema uliofanya hauwezi kulipa kwa gharama yote ile mwanangu. Basi Sudes alisema sawa. Akapokea zile pesa na kisha alianza kuondoka huku anageuka nyuma kutazamana na Karen. Mioyo ya wawili hao tayari ilishaanza kupendana. Kila mmoja alijihisi kuwa na hisia za mapenzi kwa mwenzake. Kudadaleki, mapenzi ya kweli hata hahitaji nguvu kupendana. Yaani mnaweza mkapendana. Kuna watu wanaishi pamoja na hawajawahi kutongozana. Yaani ilikuwa tu binvu, hao tayari wapo kwenye mahusiano. Ila sasa waulize nani aliyemwambia mwenzake nakupenda naomba na mimi? Hamna, walijikuta automatically wapo kwenye mahusiano. Basi bwana, kesho yake Sudes alisafiri kwenda Tanga kimasomo. Tendwa alifanya process za visa, zilipokamilika safari iliiva. Siku ya safari alimwaga wifi yake kuwa sasa naondoka naenda kutafuta maisha huko nje ya nchi. Kathy alimwambia sawa, kwa kuwa umeamua hivyo mimi siwezi kukataza. Hapa kuna kumbukumbu mbaya kwako, hivyo ni muhimu kwenda kubadilisha mazingira, na asante kwa kila kitu ulichotufanyia, na hii milango ipo wazi kukupokea siku yoyote utakayotaka kurudi wifi yangu. Basi Tendwa alifurahi kusikia hivyo, akasema asante sana wifi. Basi walikumbatiana Kathy na Tendwa ile ya kwaheri ya kuonana, na kisha Tendwa aliondoka. Asa ndani ya miezi miwili Kathy aliweka mambo ya biashara sawa, akarudi kwenye mstari.
Alimrudisha binti yake Karen shuleni na akaendelea na masomo. Kwa kuwa Karen aliishia kidato cha 3, basi ililazimika kurudia hilo darasa ili afanye mitihani mwakani. Kathy aliamua pia kuuza hiyo nyumba, akanunua nyingine ili kuanza upya, maana ile ilikuwa inamkumbusha mmewe na tabu alizopitia. Yaani kwa ufupi ilikuwa na kumbukumbu mbaya. Asa siku moja Kathy alikuwa nyumbani anaperuzi mtandaoni tu. Akajikuta tu kaiona hospitali ile aliyokuaga anauguzwa kipindi karuko na akili. Kitendo cha kuiona hospitali hiyo mtandaoni kilimfanya Kathy amkumbuke ile Dr. Zungi ambaye alimsaidiaga nauli ya kwenda kumuokoa mwanae Tabora, na pia alimpaga namba zake ili akipata tatizo lolote basi ampigie. Kathy haraka sana alinuka akaenda ndani kuitafuta ile kadi yenye namba za Dr. Zungi ili amsalimie, maana ni hajawahi kumpigia toka siku ile na mwaka umeshapita. Uzuri alihifadhi namba kwenye begi lake na hakuitupa. Basi bwana, alipoipata alipiga ile namba na simu ikaita. Simu ilipokelewa, Kathy alisikia sauti ya kike akisi huenda ni mke wa huyo dokta. Ndio kapokea. Basi kwenye simu akauliza kwamba halo, nani wewe? Kathy akasema kwamba samani, naitwa Kathy, nilikuwa namuulizia Dr. Zungi. Kwanza ulipita ukimya kwa muda. Kathy akauliza kwamba leo mbona kimya? Akaambia kwamba samani dada, mimi ni binti yake Dr. Zungi. Baba alikuwa anaugua kansa muda mrefu, hivyo wiki iliyopita alifariki. Kathy alishtuka sana. Alimuuliza binti ya kwamba mpo wapi wewe na mama yako nije kukuahani? Binti akasema sina mama, ila mimi nipo kwa mjomba wangu huko Dodoma. Baba alipokufa ndugu zake wamenikataa na kunidhulumu kila kitu, hivyo nipo kijijini Mvumi. Kathy aliposikia hivyo moyo wake uligubikwa na simanzi. Alikumbuka hayo mambo hata mwenyewe alimkuta ya kudhulumiwa. Alishindwa kujizuia kulia, huku sasa akikumbuka wema aliyowahi kufanyiwa na Dr. Zungi. Alikumbuka siku ile ilipoletwa barua hospitalini ikasomwa mbele yake. Dr. Zungi alimruhusu Kathy aondoke akamuokoe mwanae licha ya kuwa maadili ya kazi hayakutaka hivyo. Na si tu kumruhusu, alimpa na pesa nauli 1.5 ili msaidie. Na akamwambia akikwama popote asisite kumpigia simu. Yote hayo Kathy aliyakumbuka huko analia sana. Alimwambia binti ya kwamba nielekeze mlipo ili nije kuwaona. Basi binti alimuelekeza Kathy jinsi ya kufika kijini kwao. Kesho yake Kathy alisafiri akaenda Dodoma huko kijini Mvumi kumuona binti huyo wa Dr. Zungi ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Yvonne, mwenye umri wa miaka 17 kwenda 18 hivi. Hajapishana sana na Karen. Alimkuta Yvonne anaishi na mjomba wake na mkewe. Hali ya maisha ya hapo nyumbani haikumridhisha kabisa Kathy, kwani ilikuwa ni ngumu sana. Kathy alimuuliza mjomba kuwa nini kinahitajika kwa huyo binti ili arudi shuleni. Mjomba alisema kuwa sina uwezo wa kumsomesha, nilitaka aolewe, ila kwa kuwa sasa kakataa basi akipata kazi za ndani akafanye tu. Kathy alijisikia vibaya sana alipoambiwa hivyo. Akasema basi naomba nimchukue nikamlee kwangu ili aendelee na masomo. Mjomba hata kufikiria mara mbili. Alisema tu sawa, wewe mchukue. Inaonesha hata yeye hakumtaka binti huyo, ni basi tu hakuwa na namna. Binti hivyo ni alifurahi kusikia anaondoka, japo hamjui Kathy, ila aliona walau afueni kuondoka. Alienda kupanga nguo zake kisha akaondoka na Kathy siku hiyo. Wakati wapo njiani kwenye basi, Kathy alimuuliza hivyo ni ya kwamba kwa nini ndugu wa baba yako wamekufukuza baada ya babako kufariki. Hivyo akasema kwamba walisema eti mimi ni mtoto wa nje ya ndoa, nilizaliwa kabla wazazi wangu hawajafunga ndoa, hivyo hawana imani na mimi kama ni mtoto wao. Jibu la Yvonne lilimuumiza sana Kathy, ukizingatia na yeye alishapitia hayo. Kathy aliushika mkono wa Yvonne akamwambia kwamba usikate tamaa binti yangu, sawa? Maisha yatakuwa sawa tu. Nitakurudisha shule ukasome, hivyo mshike sana elimu, huyo ndio msaada wako ambaye hatakutupa kamwe. Yvonne alijifuta machozi yake akasema asante sana anti, Mungu atakulipa kwa wema wako. Basi waliendelea na safari hadi walipofika Dar es Salaam. Toka siku hiyo Yvonne aliishi kwa Kathy na hivyo akawa mabinti wawili humo ndani. Maisha yaliendelea kwa kila mtu. Siku zilipita, miezi ikapita na miaka 10 ikakatika. Msikilizaji, miaka 10 baadaye, yaani baada ya miaka 10 kupita, Sudes alipambana, hatimaye akafanikiwa kuitimiza ndoto ya kuwa mchezaji wa mpira wa miguu. Ulikuwa ukihitaji timu ya taifa basi lazima kwanza umtaje mshambuliaji Sudi, yani Sudes. Kutokana na uhodari wake, Sudi alipata shavu la kwenda kuchezea timu nyingine kubwa huko Ethiopia.
Baada ya ligi kuu kuisha huko Ethiopia, wachezaji walipata nafasi ya kurudi nyumbani kwao likizo kabla ya kuanza msimu mpya. Basi bwana Sudes alienda uwanja wa ndege akawa anasubiri ndege yake aliyokatia tiketi ambayo ilikuwa inatokea huko nchi za mbele kupitia Ethiopia kisha kuja Tanzania. Sasa muda ulipofika, ndege kubwa ilitua hapo Ethiopia. Baadhi ya abiria wakashuka na wengine wakapanda. Sudes alifika kwenye siti yake akakaa, ila kuna mdada alikuwa amesinzia kwenye siti ya pembeni yake. Sudes akamshtua, "Hello girl, pole na safari." Mdada huyo alipoamka akamuona huyo aliyemwamsha ni Sudes. "We!" alipiga kelele hadi abiria wengine humo walishtuka. Wakasema, "Sudi jamani, ni wewe Sudi?" Sudes alimwambia, "Basi tulia basi, utazua taharuki humo." Basi huyo mdada akasema, "Kwa mimi ni Mtanzania mwenzio na ni shabiki yako sana kwenye mpira Sudi." Sudi akasema, "Asante sana." Basi huyo mdada akasema kwamba mimi naitwa Yvonne, nimetokea Paris kwa nti yangu kimasomo. Sudi akasema, "Wow, hongera sana. Na mimi nijitambulishe ama?" Yvonne akasema, "Hapana, mimi nakujua, wewe ni mshambuliaji wa taifa." Basi walizoeana kwa muda mfupi, wakaanza kupiga story mbalimbali. Walifika nchini Tanzania mida usiku wa kama saa 8 hivi. Walishuka wote kwenye ndege kisha wakaanza kutoka nje. Yvonne alimuuliza Sudes ya kwamba vipi familia yako itakuwa imekuja kukupokea? "Hapana, maana sijamwambia mtu kama nakuja leo, hivyo nitapumzika tu hotelini kwanza hadi kesho." Hata mimi sijamwambia mtu kama nakuja, nilitaka tu kufanya surprise." "Sasa usiku utaenda vipi nyumbani kwenu?" Mimi nitakodi taksi." Mimi wasiziamini sana hizo taksi usiku huu, unaweza kufanywa vibaya. Kama utujali twende hotelini, mimi nitakulipia room." "Sawa, asante kwa kunijali Sudi." Basi walichukua safari wakaenda kwenye hoteli. Walipofika hotelini, Sudes alimwambia mhudumu wa reception kuwa tunaomba 2 VIP rooms. Yvonne alidakia akamwambia mhudumu ya kwamba no, give us 1 room. Basi alimtazama Sudes huku anamkonyeza. Sudes alishia kutabasamu tu, maana ni star hivyo kashazoea kushadadikiwa na watoto zuri, so akaona haja ya kuiacha hiyo fursa. Akiwa kama mwanaume ambaye damu inamchemka, alafu mtoto wa kike kaomba chumba kimoja, anakataaje hapo? Basi waliingia chumba kimoja wote. Humo ndani kweli kulikuwa ni VIP, maana kulikuwa na kila kitu hadi box la condom lilikuwepo dadek. Hivyo ni haraka sana alienda kufungua box la zana, akatoa kipakiti kimoja kile cha pistatu, akakitupia kitandani kisha akamsogelea Sudes akaambia kwamba please naomba niruhusu niwe wako usiku huu. Sudes alifurahi sana kusikia hayo maneno. Na kilichovutia zaidi ni kuona jinsi binti alivyokumbuka kuwa kuna kujikinga. Hivyo aliona kweli huyu ni msomi. Basi bwana Sudes alimshika Yvonne kiunoni kisha alimsogeza karibu yake, akaanza kumnyonya lipsi zake. Yvonne alilegea na kujilegeza hadi basi Sudes aliingia mzigoni. Bila kupoteza muda akaanza kumnyambua mtoto wa kike. Katikati ya game, Sudes alimsikia Yvonne analia sana. Alijua labda ni utamu umemzidia ndio maana binti analia. Basi naye akazidisha kugongelewa misumari dadeki. Baada ya kumaliza tendo, Sudes alipoinuka hivi, ndio anashangaa kukuta sehemu ile imeloa damu huku Yvonne akiendelea kulia. Sudes alitetemeka kwa kuuliza kwamba wewe Yvonne unaumwa au? Binti akasema kwamba samahani Sudes, mimi ni kwa bado bikra. Bikra? Sudes alishtuka sana. Kwa nini sasa ukuniambia na ukataka tustarehe ili hali wewe ni bikra? Binti alibaki tu anamtazama Sudes kwa macho ya aibu. Yvonne alisema ya kwamba naomba unisamehe Sudes, nilijirahisisha tu sana kwa sababu nilishindwa kujizuia nilipokuwa na live. Unavutia sana kiasi kwamba mwanamke yote angetamani kupata bahati ya kuwa na wewe Sudes. Basi Sudes alijikuta anamhurumia sana Yvonne kwa jinsi alivyoonyesha hisia juu yake kiasi kwamba hadi kutoa utu wake sababu tu upendo tu. Basi alienda kumuinua Yvonne akampeleka bafuni kisha alimfungulia maji akamwambia oga, mimi ngoja nikabadilisha shuka. Yvonne alijibu sawa huku sasa akiona aibu sana. Sasa bwana, najua sasa mshajua atakayoendelea huko mbele msikilizaji. Binti Karen alifanikiwa kusomea ualimu, ila kwa kuwa alikuwa anapenda sana kuchora picha, basi alifuata ndoto zake. Alifungua ofisi yake ya uchoraji, akawa anachora picha za watu, wanyama na vitu mbalimbali na kisha kuviuza kwa wanamitindo. Sasa siku hiyo binti alikuwa ofisini kwake anamalizia kuchora picha ya mchezaji mpira ambaye ni Sudes. Alipomaliza kuichora hiyo picha alifurahi sana, maana ni picha aliyoanza kuichora muda mrefu na leo ndio kaimaliza, na tena ilikuwa imetoka vizuri sana. Karen alisema ya kwamba Sudes, kwa sasa wewe ni mtu maarufu.
siwezi kukufikia, ila natamani siku moja nikuone tena na nikupe hii zawadi uone nilivyokuchora. Natamani ningepata muda wa kukuambia nakupenda, ila sijawahi kukuona tena toka siku ile ulipoondoka nyumbani. Karen aliibusu ile picha, huku sasa anakumbuka zamani miaka 10 iliyopita alivyoagana na Sudes kwa mara mwisho alipokuwa anaenda masomoni. Wakati Karen amegubikwa na wimbi la simanzi, alikuja msaidizi wake wa hapo ofisini, akamwambia kuna mgeni wake anataka kumuona. Karen aliuliza ni mwanamke au mwanaume? Akaambiwa ni mwanamke madam. Okay, mwambie apite. Karen alijifuta machozi yake akajiweka sawa. Basi baada ya dakika moja aliingia huyo mgeni mwenyewe, huku anasema surprise. Karen alishtuka alipomwona dada yake. Aliita kwa mshangao, "Ha, dada Yvonne." Yvonne akasema, "Yes darling, wow." Yvonne alienda kumkumbatia Karen pale alipokuwa amekaa, akampa na mabusu mdogo wake kama yote. Basi Karen alimuuliza Yvonne, "Mbona hukusema kama unarudi leo ili tuje kukupokea?" Sasa ningesema isingekuwa surprise tena mdogo wangu. Mimi nimefurahi sana kukuta hapa kwenye kazi ya ndoto zako Karen. Basi Karen alitabasamu kusikivu, alimwambia Yvonne asubiri hapo kidogo. Basi aliendesha kiti chake hadi kwenye kabati la kuhifadhia picha alizochora. Alifungua kisha akatoa picha aliyomchora huyo Yvonne. Alikuja kumpatia ile picha Yvonne, akamwambia kwamba hii ni zawadi yangu kwako dada, hongera kwa kuhitimu chuo kikuu. Basi Yvonne alifurahi sana akasema, "Wow, picha nzuri sana hii jamani Karen. Oh my god." Yvonne alipenda sana hiyo picha. Akasema, "Siwezi kukubali hii kama zawadi, lazima niinunue ise." Basi Karen akasema, "Hapana dada, usinunue. Mimi nikuchora tu ili nije kupatia zawadi tu siku kirudi." Oh jamani, hii picha ni naenda kuiweka chumbani kwangu leo na nikianza kazi basi itakaa ofisini kwangu ili nikiona tu niwe na kukumbuka mdogo wangu mrembo. Asante sana dada. Vipi mama umemwambia kama umefika? Bado ndio kwanza nimeanzia kwako. Maana unajua nakupenda sana mdogo wangu Basi twende tu nyumbani. Mama kafurahia kukuona binti yake umerudi. Basi Karen alirudi kufunika ile picha aliyokuwa anamalizia kuchora. Sasa hivyo nalipoona kuna picha inafunikwa, aliuliza kwamba ulikuwa unachora nini? Hebu nione. Karen akasema, "No dada, utaona siku ya uzinduzi wa michoro yangu, maana ni special sana ya picha." Hivyo akasema, "Oh, kumbe." Karen akasema, "Twende nyumbani." Basi hivyo alimsukumiza Karen na kiti chake akaenda kumpandisha kwenye gari yake, kisha naye alizunguka upande wa pili akapanda akaondoka zao. Wakati hapo njiani wanapiga stories hapa na pale, mara Karen simu yake ikaita. Hello shoga yangu mzima. Karen wewe, mambo? Poa, niambie. Jamani mimi sijapenda hivyo. Yaani kweli ndio tunyime mwaliko wa birthday party ya shemeji yetu Kevin kweli? Karen alishtuka aliposikia hivyo. Alimuuliza huyo shoga yake kuwa wewe umejuaje? Mimi nimeona tu kwa rafiki yake mmoja hivi kaweka WhatsApp status kuwa leo jioni Kevin atakata keki ufukweni. Ndio nikashangaa shoga mwenye mpenzi wako hujatualika. Karen hakutaka huyo shoga yake ajue kuwa alikuwa hana habari. Ajichekesha tu hapo kwa kusema kwamba mnisamee bure mwaya, ila karibuni sana. Basi huyo shoga yake akasema, "Haya, asante baadaye." Baada ya kukata simu, Karen alionekana kubadilika kwa maana habari alizopewa ni mbaya sana na ni mpya kwake. Hivyo naimuuliza, "Vipi, mbona umesizi ghafla?" Nashindwa kuelewa, kumbe leo mpenzi wangu Kevin anafanya party huku mimi nikiwa sijui. Kivipi Sunday party alafu asikwambie wewe mpenzi wake? Kwani ulikuwa hujui siku yake kuzaliwa? Nilikuwa najua na ilikuwa juzi tu nikamuuliza tufanye kitu gani, ila alisema na mambo mengi hataki party, badala yake akaniomba tu pesa nimsaidie ili akatoe sadaka kwa mshukuru Mungu. Mimi nilijua ndio imeisha hivyo, sasa leo nasikia kuna party. Wanda basi anataka kuja kukuchukua nyumbani akufanyia surprise. Hebu tusubiri tuone. Basi Karen alisimamisha gari pembezoni mwa barabara, kisha alinamia usukani wa gari akaanza kulia. Dada yake akamuuliza kwamba una shida gani wewe? Dada, naumia sana. Na Kevin hajataka kuniambia sababu hataki kuongozana na mimi mlemavu mbele ya rafiki zake, ndio maana akanikwepa. Karen. Hivi kwa nini umefikiria mbali kiasi hicho? Hii si mara ya kwanza dada. Nimeshaachwa na wanaume wawili sababu hivi nilivyo. Na mimi ni binadamu, nahitaji kuwa na mahusiano na mimi nipendwe kama wengine. Naumia kuona kila anayekuja kwangu ni kama anafuata pesa tu, ila sio upendo. Karen alilia sana. Hivyo alijisikia vibaya kwa aliyoyaongea mdogo wake.
Yalimuumiza sana. Alimwambia Karen ya kwamba inuka na ufute machozi yako, wewe ni wa thamani sana na unastahili mtu bora zaidi ya hao waliokuacha. Turudi nyumbani tusikilizie kama huyu Kevin atakuja kukuchukua. Tukiona Haji tunamfuata huko kwa mfukweni na atajuta kukutana na hasira yangu. Mimi siwezi kumwacha yote atakayekuumiza mdogo wangu. Basi Karen alifarijika sana aliposikia hayo maneno, maana hajawahi kufarijiwa na mtu yote ule, hivyo aliona kweli ni na dada. Basi binti alipangusa machozi yake, akaendelea kuendesha gari. Walipofika nyumbani, walipokelewa na dada wa kazi. Hivyo alimuuliza dada kuwa ya kwamba Auntie Kathy yupo wapi? Basi dada akajibu kuwa yupo jikoni. Basi Yvonne alianza kwenda jikoni kwa kunyata. Alipofika alimkuta Kathy yupo busy na kukanda unga wake wa vitafunio. Akasema surprise auntie. Kathy alipogeuka hivi, ndo anamuona Yvonne amerudi. Aisha alishtuka sana, akasema jamani, binti yangu umerudi. Mbona sasa hata kuniambia tuje kukupokea jamani? Wow. Basi Yvonne akasema wow auntie. Walikumbatiana kwa furaha sana. Yvonne akasema kwamba auntie nitaka iwe surprise. Hata Karen mwenyewe sikumwambia. Kanishtukia tu asubuhi nimefika ofisini kwake. Kwa kama ameshtuka. Jamani, ina maana umeingia na ndege asubuhi? Ndio auntie yangu. Sasa nimemaliza chuo rasmi, kwa nimekuja kutumikia taifa langu. Asante Mungu jamani. Binti zangu wote mmemaliza masomo yenu na kila mtu kafuata ndoto zake. Vipi Tendwa? Hajambo huko? Hajambo kabisa na anakusalimia sana yeye na watoto wake. Jamani. Sasa ngoja nimalizie kuandaa unga hapa nije tuongee mengi Yvonne wangu. Yvonne akasema sawa auntie. Sasa kwa kina Sudes huko msikilizaji, kwa sasa nao wana nyumba nzuri na maisha safi. Siku hiyo mama Sudes alimuita Sharif ambaye huwa anamsomeaga na kuangalia nyota ya mtoto wake Sudes, hasa kwenye mambo hayo ya kazi zake. Sio unajua tena Basi baada ya Sharif kufika, mama Sudes alimwambia kuwa leo mwanangu anakuja, hivyo naomba umsomee na pia umwangalizie kwenye mambo utabiri. Sharif akasema sawa. Basi bwana alianza kufanya kisomo pale. Baada ya dakika kama 5 hivi Sudes naye alifika hapo nyumbani, akakuta kisomo kinaendelea. Mama Sudes alienda kumpokea mwanae kwa furaha sana na kisha akamwambia aje akae pale kwenye kisomo maana ni kwa ajili yake. Sasa Sudes alisogea pale kwenye mkeka ili apokee dua, lakini kabla hajakaa Sharif alistopisha kisomo kisha akamtazama Sudes kwa jicho la hasira kidogo. Mama Sudes alipoona hivyo aliuliza, vipi, mbona umesimamisha kisomo Sharif? Sharif alisema naomba huyu mwanao akaoge kwanza. Hawezi kukaa hapa na hiyo harufu ya uchafu. Sudes alishtuka alipoambiwa hivyo. Akakumbuka usiku wa leo alilala na Yvonne, hivyo akawa ameshamuolewa Sharif. Kamaanisha nini? Sudes alinuka akaingia chumbani kwake, huku sasa anajiuliza huyo mzee kajuaje nimetoka kumpindua mtu huko. Basi mama Sudes alibaki kwenye hali ya sintofahamu maana hakuelewa kitu. Sharif alipomaliza kusoma alichora maumbo yake kwenye karatasi nyeupe kisha akaanza kuangalia nyota na utabiri. Baada ya muda mfupi tu kidogo, Sharif alimgeukia mama Sudes akaambia kwamba nyota ya mwanao ni kali sana. Utabiri unaonyesha bado yupo kileleni, ila ili kuingarisha zaidi nyota yake anatakiwa aoe haraka sana. Mama Sudes akasema natakiwa kuoa? Sharif akasema ndio. Zinaa inatia nuksi na nuksi uchafua nyota ya mtu na mwishowe kuporomoka. Basi mama Sudes akasema sawa, nimekuelewa Sharif. Mama Sudes alimpatia pesa yake kisha Sharif aliondoka. Mama Sudes alipotajiwa tu habari za mwanae kuoa, alijikuta nakumbuka ahadi aliyoweka zamani kwa yule binti ambaye alimtolea figo kijana wake. Ndio alitamani sana kuolewa naye, yani Karen. Sasa alianza kukumbuka zamani siku ile walipokuwa hospitalini wanauguza watoto wao yeye na Kathy. Kumbukumbu zilimkumbusha kwamba Kathy alitoka kwenye chumba cha daktari huku analia baada ya kuambiwa mwanae Karen hataweza kutembea tena. Mama Sudes alimfuata mwenzie akaanza kumfariji akasema kwamba tumshukuru Mungu watoto wetu ni wazima, yaliobakia tumachie Mungu tu mdogo wangu, usimkatie tamaa mwanao. Kathy akasema nani atamthamini mwanangu mlemavu jamani? Mwanangu atakuwa kama takataka tu na mzigo kwa watu. Ni nani atamstiri japo kwa ndoa tu huyu asiweza kutembea? Kathy alinungunika huku analia kwa uchungu mno. Mama Sudes alimuonea huruma sana binti huyo na mama yake, hasa ukizingatia ndio waliompatia figo mtoto wake. Mama Sudes alimshika Kathy begani akaambia kwamba msomeshe mwanao atimize ndoto zake, muonyeshe upendo kama mama ili ajihisi hana kasoro. Kuhusu swala la ataolewa na nani, basi usijali, upo mwanangu, na kuahidi kama ambavyo ulitoa figo ya mwanao kwa ajili ya mtoto wangu,
basi na mimi nitahakikisha mwanangu anatoa hata maisha yake kwa ajili ya kumpatia furaha mwanao. Kijana wangu atamuoa binti yako hata awe na kasoro gani." Kathy hakuamini kusikia hivyo, aliuliza kwa msisitizo, "Unaniahidi hilo?" Mama Sudes akasema, "Nakuahidi." Kwa msikilizaji, hapo ndio mwisho wa kumbukumbu wa Mama Sudes. Mama Sudes alikumbuka ile siku, alijikuta anaita tu ya kwamba Kathy. Alikumbuka jina la mwanamke mwenye mtoto yule aliyemtoleaga figo kijana wake. Sasa Mama Sudes alikumbuka jina hilo. Akasema kwamba sijui wako wapi Kathy na mwanae jamani. Hatukufanikiwa kubadilishana hata namba siku ile na wala hatujaonana tena. Sijui binti yake atakuwa amepata wa kumuoa maskini. Siwezi kuruhusu Sudes aoe kama sijajua hatima yule binti. Basi Sudes alipofika chumbani alioga kisha akatoka bafuni. Alikaa kitandani akaanza kumkumbuka Karen, mwanamke aliyewahi kumpenda sana ila walipotezana miaka mingi huko nyuma. Alisema ya kwamba kila nikanyaga ardhi ya Tanzania huwa siachi kukumbuka Karen. Sijui utakuwa wapi kwa sasa. Kwenu pale niliambiwaga mlihama, ni miaka 10 sasa imepita. Laiti na ungekuwa unanipenda au kunikumbuka basi najua ungenitafuta, sababu nimekuwa maarufu na mimi wewe unaniona na kujua taarifa zangu kupitia media kuliko mimi kujua za kwako. Kila siku nafungua DM za watu nikitarajia nitakuta ya kwako, umenitafuta hata Insta ila hakuna. Natumaini ulipo utakuwa na maisha yako mazuri tu ya furaha na umeshapata kujenga na familia." Basi Sudes alimaliza kuvaa kaenda sebuleni. Alimkuta mama yake yupo kwenye dimbwi la mawazo. Alimshtua kwa kumuuliza, "Sharif kashaondoka mama?" "Ndio, kaondoka ila sijaelewa alikuwa anamaanisha nini alipokuambia ukaoge kwanza." Mama, na wewe kwa kushikiliaga vitu jambo tu. Achana navyo bwana, vimeshapita." "Sharifu kasema muda wako wa kuoa umefika. Hivyo inabidi uoe ili nyota yako ibaki kung'aa." Sudes alipoambiwa tu mambo ya kuoa alijikuta anamkumbuka Yvonne, mwanamke aliyekuwa naye usiku wa kuamkia leo, na tena yeye ndio kamtoa ubikra. Sudes alisema, "Sawa mama." Mamake amuuliza, "Umeshapata mchumba kwani? Mbona umejibu haraka hivyo?" Sudes hapo alicheka tu, kisha huyo alienda zake mezani kuangalia msosi. Hakulijibu swali la mama yake. Sasa upande wa Singida, kwa upande wa Ronia na mumewe Petro, watu tumwamisi. Maisha yalienda vizuri sana na walikuwa na mafanikio mno. Hawakubahatika tena kupata mtoto mwingine. Hivyo yule Niva alikuwa ndio mboni ya jicho lao. Kwa sasa mtoto Niva kawa mkubwa wa miaka 10 na yupo darasa la 5. Niva ni mtoto ambaye alikuwa na ndoto ya kuja kuwa mcheza mpira kama alivyo mjomba wake Sudes. Asa Petro akaona isiwe shida, alianza kumpeleka mwanae kwenye mazoezi ya mpira wa watoto chini ya miaka 18 ili iwe hatua ya mwanzo ya kutimiza ndoto zake. Asa siku moja kulikuwa na mechi za watoto kati ya wilaya moja na nyingine. Niva ni miongoni mwa watoto waliounda timu ya wilaya ambayo imeundwa na wachezaji kutokea primary na sekondari. Asa siku ya mechi Petro alienda uwanjani kumshangilia mtoto wake na alikaa kwenye jukwaa waliokaa walimu wa wilaya hiyo. Asa kwenye jukwaa ambalo Petro alikuwa amekaa, alikuwa kakaa karibu na walimu wa sekondari akiwemo yule teacher Benny. Walimu hao walianza kumsifia mchezaji namba 6 ambaye ndio Niva. Wa kwanza alisema kwamba jamani, yule mtoto ni mdogo ila anajitahidi sana. Wa pili ambaye ni teacher Benny akasema kwamba ni kweli, sijui katokea shule gani, ana kipaji sana. Wa tatu akamaliza kusema kwamba itakuwa anasoma private yule, maana wenzetu wanajali sana vipaji vya watoto. Basi Petro alitabasamu aliposikia muongeze nyuma yake, ambaye alimlenga mwanae kwa sababu mwanae ndio anayesifiwa. Aliogeukia wale walimu nyuma akamwambia kwamba asanteni kwa kumsifia mwanangu bwana. Teacher Benny akasema kwamba kumbe ni mwanao bwana. Hongera sana bwana, atafika mbali yule dogo, ana kipaji sana yule bwana. Petro akasema ni kweli. Sasa Teacher Benny akasema kwamba kwani na wewe babake uliwahi kuchezeka mpira nini? Maana unasemaga vya kurithi vinazidi bwana. Petro kwanza alicheka kisha akasema hapana, mimi hata sijawahi kucheza mpira ila mjomba wake ni mchezaji mkubwa, bila shaka amerithi huko. Basi walimu waliposikia hivyo walitamani kujua mjomba wa huyo mtoto ni nani. Wakauliza mjomba wake ni mchezaji? Petro alisema ndio, mjomba wake ni Sudes, huyu ambaye kwa sasa anacheza nchini Ethiopia, ndio mpoa wake huyo. Basi walimu wote walishangaa, ila teacher Benny alishangaa zaidi. Sababu yeye anamjua vizuri Sudes toka akiwa mwanafunzi kuwa ni mdogo wake na Ronia, mwanamke aliyemtafuta kwa miaka 10 bila mafanikio. Sasa teacher Benny alimuuliza tena Petro huku sasa akiwa amini ya kwamba bro, umesema yule mtoto ni mpwa wa mchezaji Sudi, yani ni mtoto wa dada yake ama? Petro akasema ni mtoto wa dada yake Sudes ambaye ni mke wangu mimi.
Teacher Ben akasema, ana miaka mingapi? Petro akasema, bado mdogo tu, ndio kwanza ni miaka 10. Teacher Ben mwili wote ulimsisimka. Alipeleka macho uwanjani akamtazama tena Niva, huku moyoni akijisemea kwamba mwanangu. Hakuamini Beni sababu kawatafuta kwa miaka 10 bila matarajio. Alafu leo hii ndio anakuja kumuona mwanae wa pekee kabisa akiwa uwanjani. Alitamani ainuke ili amkimbilie mwanae pale uwanjani, lakini alijiambia mwenyewe, usiwe na pupa Beni, utawapoteza tena, tulia. Safari hii tuli kabisa. Basi mkoani Dar es Salaam, mida ya usiku bwana, Yvonne alikuwa chumbani kwake anaongea na Sudes video call. Mara alikuja dada wa kazi akamwambia kwamba madam, njoo kwa haraka, mdogo wako hayupo sawa. Basi Yvonne alipoambiwa hivyo, alimwaga Sudes haraka kisha alienda chumbani kwa Karen. Alimkuta Karen yupo anatupa tu vitu kwa analia sana. Basi Yvonne akauliza kwamba mdogo wangu shida nini? Karen akasema, dada, kwa nini mimi? Kwa nini hivi? Kwa nini mimi na kasoro gani hadi Kevin asitake kuwa na mimi kwenye pati yake? Saa 4 hii bado hata janitafuta, nimechoka dada. Basi Yvonne akasema kwamba nitegemea uenda atakufanyia surprise, kumbe bado yupo kimya. Karen akasema, ndio dada, naumia sana, janitafuta. Basi Yvonne alienda kufungua kabati la mdogo wake akamtolea kigauni kizuri tu kisha akaenda kumvalisha. Sasa baada ya hapo alimwambia twende huko ufukweni. Leo atanitambua Kevin. Basi Yvonne alimsukuma mdogo wake na kiti hadi nje. Walipotoka nje walimkuta Kathy amekaa na rafiki yake wa kiume bustanini huku anakunywa wine. Sasa Kathy alipoona wanae wametoka nje usiku huo, alishtuka maana alijiaminisha kuwa hawawezi kutoka usiku. Hivyo ni kama alifumaniwa yupo na mgeni wa ni kama alikuwa na mgeni wa siri tu, kwamba hakutaka watoto wake waone. Sasa uliza kwamba nyie mnaenda wapi usiku huu? Hivyo na Karen kwanza walimtazama huyo mgeni juu hadi chini. Kwa kuwa hawakuwa kwenye mudi nzuri, hawakutaka kuuliza kitu. Sasa hivyo alisema tunaenda tu kwenye pati ya rafiki yetu. Kathy akasema hapana, ni usiku sana, mwezi kwenda wenyewe, nendeni na dereva. Basi walipanda gari, dereva akawapeleka huko ufukweni. Huko ufukweni kulikuwa kumepambwa vizuri na pati inaendelea. Kwenye birthday, mwenye birthday mwenyewe alikuwa ni Kevin ambaye ni mpenzi wa Karen, lakini hakumwalika mpenzi wake kwenye hiyo party sababu aliona aibu kuwa naye mbele ya rafiki zake kutokana na hali aliyokuwa nayo binti huyo. MC alimkaribisha Kevin ili akate keki na asambaze upendo kwa kualisha rafiki zake. Kevin alisogea kaanza kuzima mshumaa, ile anashika tu kisu akate keki. Mara alisikia anaimbiwa wimbo wa Happy Birthday to You. Sasa kwenye kuimba ilikuwa inaimbwa hivi: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nyoko, happy birthday to you. Basi watu walishangaa wakageuka kumtazama huyo aliyeimba hivyo. Kevin alipotazama mbele yake akamuona Karen, huyo hapa kaletwa na aliyekuwa anaimba. Na aliyekuwa anaimba mwenyewe ni dada yake Yvonne ambaye alisema happy birthday dear Nyoko. So Yvonne alimsogeza mdogo wake mbele kabisa ili kila mtu amuone. Kevin alishtuka sana kumuona Karen kaletwa hapo, ikiwa hakutaka hata ajue kabisa kama anafanya party. Yvonne alimuuliza Kevin ya kwamba kwa nini unaandaa party bila kumjulisha mpenzi wako? Kabla Kevin hajajibu chochote, rafiki mmoja wa Kevin aliyekuwa kashalewa aliuliza, mbona ombaomba na vyote wamevamia shughuli tena, kulikoni bana? Yvonne kusikia hiyo kauli ilimuumiza sana. Alivunja chupa ya bia kisha kile kipande akamrushia huyo aliyeropoka, kamkata usoni kwa dadadeki hadi kamchana. Kevin kwa hasira sasa alimsogelea Yvonne akamuuliza, ndio umefanya nini sasa wewe mwanamke, mbona unampiga rafiki yangu? Sasa Yvonne kwa hasira alimtandika kibao cha shavuni Kevin kisha alichukua na ile keki pale juu ya meza akampakaza na usoni. Karen wakati huo sasa alikuwa analia tu huku akimwambia dada yake usifanye hivyo, acha. Yvonne hakusikia, alivuruga kila kitu hapo hadi vinywaji vyote akamwaga. Asa dereva wa kina Karen alipoona Yvonne amechafua hali ya hewa, alishuka kwenye gari akaenda kuambia waondoke hapo haraka sana. Yvonne alimsukuma mdogo wake wakaenda kupanda gari kisha hao waliondoka zao. Yule aliyepigwa na chupa ya uso alikuwa anavuja damu tu, akasema sikubali, nienda polisi. Basi wenzao wakamsindikiza, pati kaishia hapo. Kevin alikasirika sana sababu hakutaka Karen ajue wala aje hapo. Afu kilichomuuma zaidi ni kwamba Karen amejua ukweli kuwa alimficha kuhusu pati. Lakini kingine kilichomuuma zaidi Kevin ni kuwa kashamuudhi Karen wakati ndo alikuwa chanzo chake cha pesa.
Kevin yupo na Karen sababu tu ya pesa zake, na wala sio mapenzi ya dhati, na ndio maana hakutaka kusherehekea naye kwenye party. Sasa kina Yvonne walifika nyumbani mida ya saa 7 usiku. Walimkuta Kathy hajalala, alikuwa anawasubiri wao. Walipoingia ndani, Kathy alishangaa kumuona Yvonne yupo nyanga. Kwanza kaloa na nguo zake zote zimetapakaa keki, utadhani alikuwa anagombana. Sasa Kathy akauliza kwamba Yvonne, mbona umeloa hivyo Na mmetoka wapi? Mbona inaonyesha kama mlipotoka hapana heri? Yvonne alipojitazama huko anakumbuka kuwa ameloa na vinywaji vile alivyokuwa anavimwaga. Karen alianza kujiumauma tu akasema kwamba amna mama nini. Sasa Yvonne akanyosha maelezo akasema kwamba tumetoka vitani auntie, yani nimetoka kukuzua timbuli huko. Kathy akasema nini? Nyie si mlisema mnaenda kwenye party? Na hii vita imetokea wapi? Yvonne akasema auntie, utanisamehe sana ila mimi sikuweza kuvumilia kuona mtu anamuumiza mdogo wangu. Kathy akasema kivipi? Nani kamuumiza Karen? Yvonne akasema mpenzi wake huyo Kevin. Sasa Kathy alipomtazama binti yake Karen, akagundua binti yake anatokwa na machozi maskini. Kathy akasema kwamba my daughter, naomba niambie, Kevin kafanyaje? Niambie tu mwanangu. Karen akasema kwamba mama, naye anitaki, hajai kunipenda mama, kukosa kwangu kutembea imekuwa adhabu kwangu, bora tu nijiue. Kathy akasema hapana binti yangu, sema hivyo sawa, na usije kurudia tena kusema hivyo. Karen akasema mama, ni mwanaume wa 3 ananionyesha dharau sababu ya hivi nilivyo. Labda mimi sikutakiwa hata kuishi mimi nimeforce tu. Aliongea Karen maneno mazito yaliwafanya hadi Kathy na Yvonne kudondoka na machozi pia. Sasa Yvonne alimwambia Kathy kuwa nenda kwa pumzika auntie, mimi nitalala na Karen leo na nitaongea naye vizuri tu, kwa sasa ana hasira. Basi Yvonne alikisukuma kiti cha mdogo wake hadi chumbani. Walipofika alimweka Karen kitandani na akakaa. Sasa Karen alikuwa analia tu muda wote. Yvonne akasema kwamba basi Karen usilie, maana unatuliza na sisi, umeongea maneno makali sana mdogo wangu. Yvonne, sasa hivi ndo nimeelewa kuwa kwenye ile ajali niliyopataga mimi sikustahili kupona, nilitakiwa kufa kama walivyokufa dereva na dada wa kazi. Ona sasa haya maumivu niliyopata ya kubaguliwa ni zaidi hata ule mavu niliokuwa nao dada. Nitawezaje kuishi bila kuwa na mwenza? Mimi ni binadamu na hisia dada, natamani pia kuwa mama wa familia. Yvonne akasema Karen usilie basi, wakati wa Mungu utafika tu na utapata mtu ambaye atakupenda hivyo ulivyo. Kuna wanaume zaidi ya bilioni duniani, sasa ukataliwa tu na wanaume hao 3 ndio kukufanya usitamani kuishi mdogo wangu? Kweli jamani mdogo wangu. Karen akasema sitaki dada, nimechoka mimi. Basi Karen alijilaza akajifunika shuka, hakutaka kuendelea na mazungumzo. Yvonne alibaki anamtazama tu Karen, huku moyoni anajisemea kwamba Mungu, naomba mpatie kilicho bora mdogo wangu. Mpe ujasiri wa kuikabili hii hali hadi pale utakapomkutanisha na mtu sahihi kwake. Basi Karen alishika simu yake akakuta miss call za Sudes. Aitamani kumpigia ila aliona atamfanya mdogo wake ajisikie vibaya kuona yeye ana boyfriend na wana amani ikiwa yeye ndio kama hivyo hana. Basi alimtumia tu message kumwambia kwamba tutaongea asubuhi baby, usiku mwema, I love you. Kisha naye alilala akamkumbatia na mdogo wake. Sasa Kathy hakuendelea kulala, alibaki amekaa sebuleni huko analia. Maneno aliyoongea binti yake alimuumiza sana. Ilijirudia tu kwamba mama, ni mwanaume wa 3 huyo ananidharau sababu ya hali yangu. Labda mimi sikutakiwa kuishi, nimeforce tu. Ni sentensi ambayo ilimuuma sana Kathy. Kathy akasema kwamba binti yangu, siku zote nilimuona jasiri ila leo kanionyesha kuwa amechoka na natamani kupata mwenza wa kufurahi naye. Mungu, nifanyeje ili nimsaidie mtoto wangu? Basi Kathy alilia sana. Sasa akiwa katikati ya kulia na maumivu makali ndipo alimkumbuka yule mwanamke ambaye ni Mama Sudes, ambaye kijana wake alipewa figo na binti yake Karen. Kathy alikumbuka yule mama alimwahidi kuwa ikitokea Karen ikapata changamoto yoyote kutokana na hali yake ya miguu, akakosa mume au kudharaulika, basi kijana wake atamuoa Karen na kumpa furaha kama sehemu ya shukrani kwa kumpatia figo. Asa Kathy alinuka kwenye kiti huko akisema kwamba muda ndio huu na kuhitaji wewe mwanamke. Uliniahidi kijana wako atakuja kumuoa mwanangu na atampatia furaha, haijalisha na hali gani. Muda ndio huu. Mko wapi sasa? Na anaitwa nani vile? Kathy alianza kumbuka jina yule mwanamke na mwanae ila hakukumbuka. Maana ni miaka mingi imepita na hawakuwa na mawasiliano yote tokea siku ile waliwachana pale hospitalini. Sasa Kathy alisema lazima nimtafute yule mwanamke ili kijana wake amuoe Karen wangu amsiri kama alivyoniahidi mama yake. Basi asubuhi Kathy alijiandaa akatoka. Baada ya lisali moja kupita hapo nyumbani walikuja polisi bwana. Walipofika walijitambulisha kwa mlinzi getini na kisha walisema wanamtaka Yvonne. Basi mlinzi alielekea ndani kwenda kumuita Yvonne. Yvonne alikuwa dining room na mdogo wake wanajiandaa kupata breakfast. Sasa Yvonne alichukua chupa akamiminia cha mdogo wake kisha alimwambia kwamba Karen wangu nikuwekee nini, mkate au chapati? Karen alijibu kwa unyonge kuwa niwekee chochote tu.
Akasema basi usiwe hivyo mdogo wangu, changamka basi, sio muda wa huzuni, ni muda wa kupambana, ni muda wa kupambania ndoto zako. Karen akasema dada, natamani kufanya hivyo, ila sasa najiuliza nafanya kwa ajili ya nani? Kuna faida gani ya kuwa mpambanaji bila ya kuwa na familia ya kuona juhudi zangu? Hivyo akasema Karen, kila kitu kitakuja kwa wakati wake, hata usijali. Karen akasema hiyo ni kwenu tu nyinyi ambao mpo wazima. Mimi ambaye kila anayekuja anaichapa tu na kusepa, nani wa kunipa hiyo familia dada? Hivyo nilijisikia unyonge sana niliposikia hiyo kauli kwamba kila mtu anakuja anaichapa na kusepa. Mara mlango ulifunguliwa, akaingia mlinzi huku sasa akisema kwamba madam hivyo ni polisi wamekufuata nje. Basi wote wawili walishtuka sana kusikia polisi. Karen aliuliza dada, kuna nini? Hivyo akasema tulia mdogo wangu, na hisi ni ile issue ya kumpiga chupa ule mkaka wa jana. Basi Karen akasema dada, usiende kwanza, ngoja nipigie simu mama. Hivyo akasema no, usimpigie Aunt Kathy. Na wewe naomba utulia hapa, mimi nitashughulikia. Karen akasema huwezi kwenda mwenyewe dada, twende wote. Hivyo akasema tulia Karen, mimi hapa na rafiki yangu mwanasheria, hivyo nitawapigia tu, please usimwambie mama. Basi hivyo alitoka nje, akawakuta askari, walimuuliza wewe ndio Yvonne? Hivyo akasema ndio ni mimi. Polisi akasema sawa, upo chini ya ulinzi kwa kumshambulia Ramadhani jana usiku maeneo ya beach. Hivyo akasema sawa, naomba nije na gari binafsi. Polisi akasema sawa. Basi askari walipanda gari yao wakatangulia. Hivyo naye aliingia kwenye gari ya hapo kwao akafuata. Hivyo alikuwa anaendesha gari huku akiwaza atafanyaje sasa. Alipiga namba rafiki yake mmoja hivi ambaye ni mwanasheria, ila haikupatikana. Sasa muda huo simu yake iliita. Alikuwa anapiga, alikuwa ni Sudes. Hivyo alipokea haraka sana. Hello baby. Yes, siko poa. Siko poa. Kwa nini? Jana kuna kitu cha kijinga sana nimefanya, so mimi naelekea polisi. Okay, kitu gani unaenda? Nitumie location nije haraka sana. Hivyo alishangaa kusikia Sudes ambaye ni mchezaji maarufu nchini anataka kuja kituoni kwa ajili yake. I say, aliona ni special sana. Alimwambia sawa na kutumia location uje. Baada ya kukata simu, Yvonne alijikuta anatabasamu na aliona ni wazi kwamba Sudes ameshamkubali kabisa, licha kuwa alikutana kimwili kimakosa, ila ameonyesha kumjali na kumkubali zaidi. Sasa safari ya Kathy ilienda kwenye ile hospitali ambayo ndipo alikutanaga na mama Sudes baada ya mwanae kupata ajali. Aliamini hapo atapata taarifa za huyo mtu, mwanamke anayemtafuta ambaye ni mama Sudes. Alipofika alijitambulisha kwa mhudumu, kisha akaanza kuelezea shida yake. Sasa msikilizaji, unadhani ni yapi yatakayoendelea? Yaani kuna watu watakutana mataa. Wewe ulishaona magari yanavokutana mataa? Sasa kuna watu hapa watakutana mataa. Lakini unaamini ya kwamba Yvonne atakubali kumwachia Sudes aende kwa mdogo wake Kathy kisa tu waliandaliwa tangu chini? Hii vita sidhani kabisa. Kwa hiyo tutazidi kufahamu mengi zaidi tutakaporejea, na nikuombe tu msikilizaji tuendelee kubakia hapa sote kwa sababu tupo mwishoni mwa hii simulizi. Nikutakie tu afya njema na Mungu awe pamoja nawe mpaka tutakapokutana tena. God be with you till we meet again. Bye bye.